Marekani inadaiwa kwamba inajiandaa kwa operesheni ya wiki moja inayowezekana dhidi ya Iran. Shirika la habari la Reuters limeripoti likiwanukuu maafisa wawili wa Marekani kwamba jeshi la nchi hiyo linajiandaa kwa operesheni inayowezekana dhidi ya Iran ndani ya wiki kadhaa ikiwa Donald Trump ataamuru shambulizi. Operesheni ambayo inaweza kugeuka kuwa mzozo mkubwa kuliko ilivyotokea hapo awali kati ya nchi hizo mbili. Kufichuliwa kwa habari hii na maafisa ambao hawakutaka kutajwa majina yao kumetokana na hali ya unyeto ya upangaji huu kuna kuleta hatari kwa mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran. Iran na Marekani zilifanya duru ya kwanza ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja mjini Muscat, mji mkuu wa Oman, Ijumaa iliyopita. Shirika la habari la Reuters limeripoti likiwanukuu maafisa wawili wa Marekani kwamba mipango inayoendelea wakati huu ni ya kiwango cha juu zaidi kuliko hapo awali, na mmoja wa maafisa alisema katika operesheni endelevu, jeshi la Marekani linaweza kushambulia serikali ya Iran na vifaa vya usalama, sio tu miundombinu ya nyuklia. Marekani ilitangaza mnamo Ijumaa ya wiki iliyopita kuwa inapeleka shehena kubwa ya zaidi ya ndege kwa kutumia meli ya kubeba ndege za kivita ya Gerald R. Ford Mashariki ya Kati. Ford itaungana na USS Abraham Lincoln, ndege kadhaa za kivita, ndege za kivita na ndege za uchunguzi ambazo zimetumwa Mashariki ya Kati katika wiki za hivi karibuni. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump anachotaka sasa ni kufanyika kwa mabadiliko, hasa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wikendi iliyopita, rais wa Marekani Donald Trump, mmoja kati ya maswali ambayo aliulizwa ni nini ambacho anakifikiria, je, kuondoa utawala ama nini, na alijibu kwamba anachotaka ni kuona kwamba utawala wa Iran unaweza kubadilishwa, akisema hilo ni jambo bora. Rais huyo wa Marekani mnamo Ijumaa ya wiki iliyopita alikubali kuwa mabadiliko ya utawala nchini Iran yataweza kuwa hatua muhimu na kutangaza kwamba hivi karibuni nguvu kubwa itakuwa Mashariki ya Kati, huku Marekani ikituma meli ya pili ya kivita katika eneo hilo. Hatua za kijeshi za Trump na mazungumzo makali yanayoendelea hata wakati Washington na Tehran zinajaribu kuzungumza mzozo wa muda mrefu wa nyuklia wa Iran na nchi za Magharibi. Alipoulizwa kama alitaka mabadiliko ya utawala nchini Iran, Trump alijibu kwamba inaonekana kama hilo ndilo jambo bora zaidi. Trump ametishia kuishambulia Iran mara kadhaa na amesema ikiwa hakutakuwa na makubaliano atakayofikiwa, huku Tehran ikiapa kulipiza kisasi na kuzua hofu ya vita kubwa zaidi huko katika eneo la Mashariki ya Kati, huku Marekani ikipeleka vikosi katika eneo hilo kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran. Alipoulizwa ni nini kilichobaki kulenga maeneo ya nyuklia, Trump alisema ni vumbi. Aliongeza akisema, tukifanya hivyo, hiyo itakuwa kazi ndogo zaidi, ni labda tutakumbatia chochote kilichobaki, anasema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Kwa hivyo, mtazamaji wa The World News, wakati huu kuna mambo mengi makubwa ambayo rais wa Marekani analiandaa jeshi lake, na alikutana nalo weekend iliyopita akizungumza nalo mambo mengi, na kwa mujibu wa vyombo vya habari vinaeleza kwamba wanajeshi wa Marekani wanajiandaa kwa operesheni inayowezekana ya wiki moja dhidi ya Iran. Lakini mtazamaji, nawe bila shaka una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment pamoja na kusubscribe ili upate habari hizi kwa mapana. Tuone ni nini ambacho kitatokea ikiwa makubaliano hayatafikiwa mwafaka kati ya Marekani pamoja na Iran. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote.